Jesus high. Hai. 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 Hallelujah. Nguvu za Yesu ni nguvu za kale, ni ancient powers. Jina la Yesu limefanya, linafanya. Limeinuliwa juu ya yaliyopita, yaliyopo na yanayokuja. Hallelujah. So wewe kama ni mgeni, sisi tunapenda kumshangilia Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu mpigie kelele ambao hujawahi mpigia Yesu. Ngoja. Ngoja. Hiyo ni ya mazoea. Sijamaliza, umeanza. Mpigie kelele ambayo hujawahi mpigia. Na wewe mwenyewe utajua kabisa kwamba hii kelele sijawahi. Iko hapa, inatakiwa itoke leo hapa. Iko hapa. Umeona? Yaani uitafute. Sio hii ya sijamaliza unaanza kupiga kelele. Utampigia kelele. Sawa? Nitahesabu kuanzia 3 kwenda 0. 3, 2, 1, 0. Utukufu na heshima vyote ni vyako wewe. Nahili wastahili, uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Wastahili utukufu na heshima vyote ni vyako wewe. Wastahili. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa.
kama wewe. Utukufu na heshima ni vyako. Enzi na mamlaka unatawala kabla ya utawala wowote duniani. Unatawala hadi sasa, utatawala milele. Nani wa kufanana nawe? Nani wa kulingana nawe? Unastahili Baba, unastahili Jehova, unastahili Mungu wetu. Asante kwa neema yako hii, asante kwa neema yako hii. Unastahili kutukuzwa, unastahili kuheshimiwa. Mtakatifu wa Israeli, mtakatifu ishie, unastahili. Nani kama wewe? Muumba wa vyote, muumba wa mbingu na nchi, muumba wa vyote. Nani kama wewe? Tunakuabudu, unaabudiwa, unaabudiwa Yawe, uishie milele. Mtakatifu, 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 unastahili. Mtakatifu, 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 mtakatifu. You are holy, you are worthy, you are marvelous, you are powerful, King of kings, Lord of lords, Yahweh, Elohim, Yahweh. Mtukufu, mtukufu, mtukufu. Peke yako ni wewe, peke yako hakuna. Mwambie mtakatifu, unastahili Yawe. Barinde kesuba, shuba rakabila, zomboriki makate, sambara makende, dosibi kitasha, orikende kisa, aiebe tinta, sarina katola. Mwetukuka Mungu, mtakatifu Yawe, unaishi milele. Nani wa kulingana nawe? Nani wa kufanana nawe? Juu ya vyote, Mungu wetu, juu ya vyote, Bwana wetu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Yawe. Haleluya kwako. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Nastahili. Barebere, barundeke, rondokiba, reketembe, zadukima, badekebete, samarike, otaiye, ozimanta. Anastahili jamani, anastahili kuabudiwa, anastahili kutukuzwa. Nani kama yeye? Jamani, nani kama yeye? Anastahili. Hakuna kama yeye, hakuna wa kulingana naye, hakuna wa kufanana naye. Mtukufu, mtukuka, mwenye enzi, mwenye mamlaka, unastahili. Yeye bete anastahili jamani, anastahili jamani.
Anastahili. Kila mwenye pumzi na mtukuze Yawe, amwabudu yeye. Bese Johnny, tumwabudu Yawe. Anastahili. Watoto sema anastahili. Mwabudu watoto. Maraba shabete eseberekete. Anastahili. 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 Marinere. We worship you. We give you the praise. We give you the honor and the majesty. King of kings and Lord of lords. El Shaddai. God eternal. Everlasting King. Your kingdom reigns. Ufalme wako unatawala milele na milele. Ufalme wako wazidi falme zote. Wewe ni mtawala juu ya viti vyote. Maana umeweka kiti chako mbinguni. Na ufalme wako watawala vyote. Watawala falme zote za dunia. Wamiliki vyote. Watawala Yawe. Watawala Yawe. Mungu wa watawala wote. Unayetawala katikati ya maadui. Eye petekela. Selemente pesha. Olokoteli na bade. Ay. We worship you. We give you praise. We give you honor. Tunakupa utukufu. King of kings. Mfalme wa wafalme. Lord of lords. Bwana wa mabwana. El Shaddai. El Shaddai. Everlasting God. Mungu wa milele. Incomparable God. Mungu usiyelinganishwa. Unchangeable God. Mungu usiyebadilika. God above gods. Mungu juu ya miungu. God above gods. Mungu juu ya miungu. Worthy to be worshipped. Unayestahili kuabudiwa. Worthy to be glorified. Unayestahili kutukuzwa. You are holy. Wewe ni mtakatifu. You are holy. Wewe ni mtakatifu. You are worthy. Wewe unastahili. We are worthy. Wewe unastahili. Orahage. Barikendebe. We bless you. Tunakubariki. We bless you. Tunakubariki. We bless you. Tunakubariki. We bless you. Tunakubariki. We thank you. Tunakushukuru. We glorify you. Tunakutukuza. We glorify you. Tunakupa utukufu. Thank you for your praises. Asante kwa uwepo wako. Holy Spirit, welcome. Roho Mtakatifu, karibu. We acknowledge you are in our midst. Tunatambua upo katikati yetu. Thank you. Asante For your word. Asante kwa neno lako. Thank you for your spirit. Asante kwa roho wako. Upon your servant. Juu ya mtumishi wako. And your anointing. Na upako wako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Bwana pokea sifa. Jina lako litukuzwe. Bwana
tukusikie kwanza. Bwana sauti zetu tukusikie. Hallelujah. 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 Amen. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. You are welcome in his presence. Unakaribishwa katika uwepo wake. God loves you. Mungu anakupenda. Tell your neighbor God loves Mwambie you. jirani yako Mungu anakupenda. Tell your number 2 neighbor God loves Mwambie you. jirani yako wa pili Mungu anakupenda. Tell your number 3 neighbor God loves you. Mwambie jirani yako wa tatu Mungu anakupenda. With a loud voice. Kwa sauti yako kubwa. Tell your number 3 neighbor God Mwambie loves you. jirani yako wa tatu Mungu anakupenda. Go back to your number 1 neighbor. Rudi God kwa yule loves jirani you. yako wa kwanza, mwambie Mungu anakupenda. Shout to him, God loves you. Mpigie kelele, mwambie Mungu anakupenda. Regardless of anything, haijalishi jambo lolote, God loves you. Mungu anakupenda. God cares for you. Mungu anakujali. God loves you. Mungu anakupenda. In fact, he first loved you before you loved him. Na alikupenda hata kabla hujampenda wewe. He loves you. Anakupenda. He loves you. Anakupenda. Tell your neighbor, God loves you. Mwambie jirani yako Mungu anakupenda. Hallelujah. 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 God loves you. Mungu anakupenda. What a wonderful day. Ni siku ya ajabu. I have a short message today. Nina ujumbe mfupi leo. And may God help me. Na Mungu anisaidie. And we just want to, after the message, we just want to pray for some minutes. Nataka baada ya ujumbe huu tuombe kwa dakika kadhaa. And we call upon God Almighty. Na tulimwitie Mungu wetu mweza. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Shall we open our Bibles? Tufungue Biblia zetu. Acts chapter 2 verse 1. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza. Acts chapter 2 verse 1. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza. Acts chapter 2 starting from verse 1. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwepo wote mahali pamoja. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwapo wote mahali pamoja. The power of being in one place. Nguvu ya kuwa mahali pamoja. Corporately. Kwa ushirika. Verse 2. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Mstari wa 2, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wenye nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Suddenly, ghafla, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wenye nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Verse 3. Mstari wa 3. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. On each of them. Kwa kila mmoja wao. They were in one place. Walikuwa mahali pamoja. And that place. Na pale mahali. In that house there was a violent wind. Kwenye ile nyumba kulikuwa kuna uvumi wa upepo. Hallelujah. Hallelujah. Verse 4. Mstari wa 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu
Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia All of kutamka. them were filled. Wote wakajazwa. All of them were baptized with the Holy Spirit Wote wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu. and began to speak in other tongues Na wakaanza kunena kwa lugha as nyingine the Spirit enabled them. kama Roho alivyowajalia kutamka. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I am preaching on a message that I have entitled, Ninahubiri juu ya ujumbe wenye kichwa kinachosema When the Holy Spirit came. Roho Mtakatifu alipokuja. When the Holy Spirit came. Roho Mtakatifu alipokuja. What happened after the Holy Ghost has come? Nini kilitokea pale Roho Mtakatifu alipokuja? What happens when someone encounters the powers of the Holy Spirit? Nini kinatokea mtu anapokutana na nguvu za Roho Mtakatifu? What happens when the Holy Spirit, God the Holy Spirit comes Nini kinatokea ambapo Mungu Roho Mtakatifu amekuja in the midst of his people? katikati ya watu wake? In the midst of his people. Katikati ya watu wake. So the title of the message is when the Holy Spirit comes. Kwa hiyo kichwa cha ujumbe kinasema Roho Mtakatifu When the Holy alipokuja. Spirit comes. Roho Mtakatifu anapokuja. It is our year of the wells. Ni mwaka wetu wa visima. We cannot separate the wells from the Holy Spirit. Hatuwezi kutenganisha visima na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Haleluya. They were all gathered in one place Walikuwa wamekusanyika mahali pamoja at the day of Pentecost, katika siku ya Pentekoste, when Jesus has ascended. baada ya Yesu kupaa, After walking over the earth for 40 days, baada ya kutembea duniani kwa siku 40, and he bade farewell, and he was taken away. na akachukuliwa. As they were watching over him Walipokuwa wakimwangalia into the clouds, kwenye mawingu, he ascended into the heavens, akapaa kwenda mbinguni, and they tarried for 10 days na wakakaa kwa siku 10 in one place. katika mahali pamoja, In one place. katika mahali The pamoja. power of meeting. Nguvu ya kukutana, The power of meeting. nguvu ya kukutana, The power of meeting. nguvu ya kukutana. Whenever the called ones meet, Mara zote walioitwa wanapokutana, those that are washed in the blood of Jesus, wale waliooshwa kwa damu ya or rather Yesu, whenever the ecclesia, the church meets, au pale ambapo kanisa linakutana, always when the church meets, mara zote kanisa linapokutana, the Holy Spirit does something new. Roho Mtakatifu anafanya kitu kipya. The power of meeting together. Nguvu ya kukutana pamoja, The power of being in one place together. nguvu ya kuwa mahali pamoja. So what happened when the Holy Spirit came? So, kwa hiyo nini kilitokea Roho Mtakatifu Some alipokuja 2,000 plus years ago? miaka 2000 iliyopita? What happened? Nini kilitokea? Because on that day what happened is still affecting the world. Kwa sababu kilichotokea kipindi kile bado kinaathiri ulimwengu. Without the Holy Spirit, the church wouldn't have been born. Bila Roho Mtakatifu kanisa lisingeweza kuzaliwa. Without the Holy Spirit, the church wouldn't have been born. Bila Roho Mtakatifu kanisa lisingeweza So kuzaliwa. what happened to those apostles and disciples? Kwa hiyo nini kilitokea kwa wale mitume na wale wanafunzi? Before then, Kabla ya pale they were disciples. walikuwa ni A wanafunzi. disciple is a student. Mwanafunzi ni mwanafunzi. A disciple is someone who is being taught, a pupil, a student. Mwanafunzi ni mtu anayefundishwa. Before then, Kabla ya hapo, before the Holy Spirit came, kabla ya Roho Mtakatifu they were ajaje, disciples. walikuwa ni wanafunzi. But after the Holy Ghost came, Lakini baada ya Roho Mtakatifu they were kuja, the sent one, wakawa ni watu waliotumwa, the apostles. wa mitume. Hallelujah. Haleluya. So they carried the message of Jesus, Kwa hiyo walibeba ujumbe wa Yesu, the sent ones. mitume. So when the Holy Spirit came, Kwa hiyo Roho Mtakatifu and alipokuja, I'm believing God even as I'm navigating some points today, kwa hiyo ninamwamini Mungu hata tunapopitia baadhi ya vipengele leo, let's encounter the Spirit of God. tukutane na Roho wa Mungu. Let's allow the Spirit of God let's allow Jesus to fill us with the Holy Ghost. Tumruhusu Yesu atujaze kwa Roho Mtakatifu. Let's have a fresh encounter with Him. Tuwe na mkutano ulio mpya na yeye. Are we encountering a dry
lifeless prayer life. Je, tunakutana na maisha makavu yasiyo ya We maombi? need the Holy Spirit. Tunahitaji Roho Mtakatifu. We need the Holy Spirit. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Are we lacking the edge to go after, to long after the presence of God? Je, tunapungukiwa kiu ya kuwa kwenye uwepo wa Mungu? We need the Holy Spirit. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. We need the thirsty of the Holy Ghost. Tunahitaji kiu ya Roho The Mtakatifu. hunger of the Holy Spirit. Njaa ya Roho Mtakatifu For the things of God. kwa ajili ya mambo ya Mungu. Without the Holy Spirit, Bila Roho Mtakatifu we are nothing. sisi si kitu. We cannot pray, we cannot do whatever. It's the Holy Ghost. Hatuwezi kufanya chochote, ni Roho Mtakatifu. So when the Holy Spirit came, Kwa hiyo Roho Mtakatifu alipokuja, what happened? nini kilitokea? Some 2,000 plus years. Miaka 2000 na zaidi So iliyopita. there was a sound like a rushing wind. Kwa hiyo kulikuwa kuna uvumi kama uvumi wa And upepo. the appearance of tongues of fire resting on each of those 220 people. Na ndimi kama ndimi za moto juu ya wale watu waliokutana pale. And the Holy Spirit came. Na Roho Mtakatifu So akaja. before the Holy Spirit came over them, Kwa kabla Roho Mtakatifu hajaja juu there yao, was a sound kulikuwa kuna sauti like a rushing wind. kama upepo unaovuma, And it was carrying the Holy Spirit. na ulikuwa unabeba Roho Mtakatifu. So when the Holy Spirit came, Kwa hiyo Roho Mtakatifu alipokuja, number one, jambo la kwanza, the disciples wanafunzi were baptized walibatizwa with the Holy Spirit. kwa Roho Mtakatifu. Or rather the apostles, Au mitume, or rather those that were gathered, 120. wale ambao walikutanika watu 120 They were baptized with the Holy Spirit. walibatizwa kwa Roho Mtakatifu. They were filled with the Holy Spirit. Walijazwa kwa Roho Mtakatifu. Today you can be filled Leo unaweza with the kujazwa Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. Today you can be baptized Leo unaweza with the kubatizwa Holy Spirit. kwa Roho Mtakatifu. Today. Leo. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So when the Holy Spirit came, Kwa hiyo Roho Mtakatifu the alipokuja, apostles were baptized, mitume walibatizwa, were filled with the Holy Ghost. walijazwa na Roho Mtakatifu. Acts chapter 2 verse 4a. Matendo sura ya 2 mstari wa All 4. of them were filled with the Holy Spirit. Wote wakajazwa Roho All Mtakatifu. of them 120. Wote They 120 were filled. They wakajazwa, were baptized wakabatizwa with the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. With the Holy Spirit. Na Roho With Mtakatifu. the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. They were baptized. Walibatizwa. We can today, as we are gathered today, Na leo kama ambavyo tumekusanyika, when we call upon Him, tunapomwitia yeye, the baptizer of the Holy Spirit, yeye anayetubatiza kwa Roho Mtakatifu, Jesus Christ, Yesu Kristo, we can be filled. tunaweza For kujazwa. those that have never been baptized, Kwa wale ambao hawajawahi they can be baptized. wanaweza kubatizwa. For those that who need refilling, Kwa wale ambao wanataka we kujaza can be tena, refilled today. tunaweza kujaza tena When leo. we call upon the baptizer Tukimwitia yule of the Holy Ghost, mbatizaji wa kwa Roho Jesus. Mtakatifu, Yesu, fill me, nijaze, baptize me. nibatize. I am thirsty Nina kiu of the Holy Ghost. ya Roho Mtakatifu. I am hungry Nina njaa of Him. ya huyo Roho Fill Mtakatifu. Nijaze. God fills those that are ready to be filled. Mungu anawajaza wale ambao Are we thirsty of the Holy Je, Spirit? tuna kiu ya Roho Mtakatifu? Are we tired of our Christian life? Je, tumechoka maisha yetu ya Ukristo? Those that wait upon the Lord Wale ambao wanamngoja Bwana shall renew their strength. watajazwa nguvu mpya. Those that tarry in His presence Wale wanaokaa kwenye uwepo shall wake be filled of the Holy Ghost. watajazwa kwa Roho Mtakatifu. Shall be filled of the Holy Ghost. Watajazwa kwa Roho Mtakatifu. Shall be filled of the Holy Ghost. Watajazwa kwa Roho Mtakatifu. Are you tired of your Christian life? Je, umechoka na maisha yako Are ya you Kristo? tired of praying of the same things? Je, umechoka na kuomba jambo lile Are you lile kila tired of siku? living? Je, umechoka kuishi? Are you tired of everything? Je, umechoka na kila kitu? We need the Holy Spirit today Tunamhitaji Roho Mtakatifu leo for the journey that starts after today.
kwa safari inayoanza kuanzia leo. There is hope for you. Kuna tumaini juu yako. Because he is the spirit of hope. Kwa sababu ni roho wa tumaini. There is hope for you. Kuna tumaini kwako. Never give up. Usikate tamaa. 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 Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Over the seat of Juu ya Mbeya. titi la Mbeya. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Over our families. Juu ya familia zetu. Never give up. Usikate tamaa. Before Jesus left, kabla Yesu hajaondoka, his disciples were troubled. Wanafunzi wake walipata shida. And he said to them, na akawaambia, do not be troubled. Msipate shida. I'm going back to my father. Ninarudi kwa baba yangu. And he will send. Na yeye atamtuma. That means I will come. Anamaanisha kwamba nitakuja. Not in a form of a body. Sio kwa namna ya mwili. I'm coming back in the form of my spirit. Nitarudi kwa namna ya roho wangu. The spirit of Christ. Roho wa Kristo. Hallelujah. 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 Tell your friend, never give up. Mwambie rafiki yako usikate tamaa. Sauti yako tu inaonyesha pamoja na yote haya mafuta na achilia umejichokea. Basi chokoloka. Mwambie mwenzako chokoloka. Simama. Nataka watu wachokoloke hapa. Simama. Wote weka Biblia chini. Utaluka ujihesabie mpaka 12. Nitakuwa nimefumba macho. Biblia inasema waheshimu wazazi wako. Watiini wazazi. Sio nasema ni baba. Haya, anza kujihesabia. Faster. Mbona umemaliza faster sana? Tunarudia. 12 tunarudia. Ujihesabie wewe mwaminifu. 1 2 3. Wengine wana hesabu ya kushuka. Tunarudia. 12 twende. Hallelujah. You may be seated. Naweza kukaa. So when the Holy Spirit came, kwa hiyo Roho Mtakatifu alipokuja, the disciples, wanafunzi, were baptized. The apostles were baptized with the Holy Spirit. Mitume walibatizwa kwa Roho Mtakatifu. All of them were filled. Wote wakajazwa. They were empty. Walikuwa tu. They were filled. Wakajazwa. You can be filled today. Unaweza ukajazwa leo. Raise up your hands. Nyosha mkono wako. Just pray, oh Father. Omba, sema Baba. Jesus. Yesu. Fill me today. Nijaze leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. When the Holy Spirit came, Roho Mtakatifu alipokuja, number 2, jambo la pili, the apostles, the disciples began to speak with other tongues. Wanafunzi au wale mitume wakaanza kuzungumza kwa lugha nyingine. They began to speak with other tongues. Wakaanza kuzungumza kwa lugha nyingine. As the Spirit gave them utterance. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Acts chapter 2 verse 4b. Matendo sura ya 2 mstari wa 4. When the Holy Spirit came, Roho Mtakatifu alipokuja, they began to speak with other tongues. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Today, leo, you can speak unaweza in other tongues. Unaweza kuongea kwa lugha nyingine. Today, leo, listen, today, leo, you can speak in other tongues. Unaweza kusema kwa lugha nyingine. If you have not experienced, you have never experienced this gift of the Holy Ghost. Kama hujawahi kuwa na hii kalama ya Roho Mtakatifu, you can speak. Unaweza kuongea with other tongues. Kwa lugha nyingine. When the Holy Spirit came, Roho Mtakatifu alipokuja, the apostles, the disciples began to speak with other tongues. Wanafunzi au mitume wakaanza kusema kwa lugha nyingine.
Zadoki makate lakina makasombika lakinde mekite salama kepekita oya hoyekete sanda makenkiba parukende mekite saparinde bekata osekende bekatelebesa sembeketengerebesika rabarabarebesekete santampa shekete. When the Spirit of God came, Roho Mtakatifu alipokuja, they were filled with the Holy Ghost. Walijazwa kwa Roho Mtakatifu. Number 2, jambo la pili, they began to speak in other tongues. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. The language of prayer. Lugha ya mbea. The language of prayer. Lugha ya maombi. Zareketemba. Dolokonshibata. The apostles, disciples began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Mitume au wanafunzi walianza kuzungumza kwa lugha nyingine. Today, if you allow him, leo kama utamruhusu to fill you, kukujaza wewe, you can be filled. Unaweza kujazwa and speak in other tongues. Na kuzungumza kwa lugha nyingine. Today, leo, by faith. By faith. Kwa imani. You just receive. Unapokea tu. Are you thirsty? Je, una kiu? Come. Njoo. Are you thirsty? Je, una kiu? Come. Njoo. Are you thirsty? Je, una kiu? Today. Leo. Come and drink thereof. Njoo na unywe. Come and drink of the Holy Spirit. Njoo unywe Roho Mtakatifu. So today, kwa hiyo leo, if you are thirsty, kama una kiu of the Holy Spirit, ya Roho Mtakatifu, you shall be filled. Utajazwa. And you shall speak in other tongues. Na utasema kwa lugha nyingine. You shall speak in other tongues. Na utasema kwa lugha nyingine. For nyingine. those that already speak in other tongues, kwa wale ambao tayari wanaongea kwa lugha nyingine, you shall speak in other tongues. Utaongea kwa lugha nyingine. As you grow, unapoendelea kukua in the act of the Holy Spirit, katika namna ya Roho Mtakatifu, of speaking in tongues, kwa namna ya kunena kwa lugha, tongues also grow. Lugha pia inakuwa. Just like a baby. Kama vile mtoto. When he's learning, he said ba, ba. Anapojifunza anasema ba, 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 ba. After some time, ba, ba. Baada ya muda anasema ba, ba. After some time, baba. Baada ya muda anasema ba. Baba na mama. Baba, mama. Nahitaji msosi. Baba na mama. Bwana mnanipa uji wakati nini mnakula nyama na kuku? Nimewaona. Wewe mtoto hivi. Debeke outside dala. It grows. It depends on how you exercise it. Inategemea ni namna gani unaifanyia mazoezi. How you use the speaking of tongues. Namna unavyoitumia ile kunena kwa in your prayer life. Kwenye maisha yako ya maombi. Paul said. Paulo anasema. He said, I speak in tongues more than anybody. Anasema ninanena kwa lugha kuliko mtu yeyote. Don't laugh or to speak like your neighbor. Usitamani kuzungumza kama rafiki. It glows. Kama jirani yako inakuwa. Hallelujah. Hallelujah. If he fills us. Anatujaza sisi. If we are thirsty today. Kama wewe una kiu leo. He's gonna fill us with the Holy Spirit. Atatujaza leo kwa Roho Mtakatifu. And we shall speak with other tongues. Na tutasema kwa lugha nyingine. When the Holy Spirit came. Roho Mtakatifu alipokuja. Number 3. Jambo la 3. Badeshibi katando. The apostles, mitume, or rather Apostle Peter, au mtume Peter, preached the message. Anahubiri neno. He preached the message. Alihubiri ujumbe that brought conviction of sin. Ambao ulileta conviction, kushawishika kutoka kwenye dhambi. When the apostles, or rather Peter, preached,
Mtume Petro alipohubiri, the message that brought a deep conviction of sin, ujumbe ulioleta kushawishika kuacha dhambi au kukumbiwa kwa habari ya dhambi. That's Acts chapter 2 verse 37. Hiyo ni Matendo sura ya 2 mstari wa 7. 37. Mstari wa 37. Matendo sura ya 2 mstari wa 37. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, oh, I'm reading. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Waliposikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? What shall we do? Tutendeje ndugu zetu? When the Holy Spirit came, Roho Mtakatifu alipokuja, the apostle Peter preached the message Mtume Petro alihubiri ujumbe that brought deep conviction of sin, ambao ulileta kushawishiwa watu kuacha dhambi, that led to them to ask this vital question, ambao uliwafanya waulize hili swali la what muhimu, shall we do? tutendeje? Whenever the Holy Spirit speaks to you, Popote ambapo Roho Mtakatifu this anasema na question wewe, has to resonate in you. ili swali lazima lije kwako. What should I do? Nifanyaje? What should I do? Nifanyaje? For them, when he preached, Kwa wao alipohubiri, they were convicted of their sin, walishawishiwa kuhusiana na dhambi because zao, that's one of the works of the Holy kwa Spirit, sababu hiyo ni moja ya kazi ya Roho Mtakatifu, to convict people of their sin, kuwashawishi watu kuhusiana na dhambi so zao, that they may repent, ili watubu, so that they may repent, ili watubu, so that they may come to the knowledge of Jesus. ili wamjue Yesu. When the Holy Spirit came, Roho Mtakatifu alipokuja, Peter preached the message. Petro alihubiri ujumbe, May God give us messages na Mungu na atupe jumbe by the power of the Holy kwa Spirit, nguvu ya Roho Mtakatifu, that when we preach, ili kwamba tunapohubiri people get convicted watu washawishiwe, of their hidden sins. washawishiwe kuhusiana na dhambi zao zilizofichika. It was only after the Holy Spirit after they were filled of the Holy Spirit, Ilikuwa tu ni baada ya wao kujazwa na Roho number Mtakatifu, one, jambo la kwanza, and they started speaking in tongues. na wakaanza kunena kwa lugha nyingine, That's when they could preach a message na hapo ndipo walipoweza kuhubiri that ujumbe could lead people to ask a question. ambao uliwapelekea watu kuuliza What swali, should we do? tufanyaje? What should we do? Tufanyaje? What should we do? Tufanyaje? Hallelujah. Haleluya. When you hear the word of the Lord Ukisikia neno la Bwana and there's nothing that is happening within you, na kuna kitu kinatokea ndani yako, it may be the vessel, or it may be the reason, may be you or the vessel. inaweza ikawa shida ni mleta ujumbe au But ni most wewe, of the time it's the listener. lakini mara nyingi inakuwa ni ule msikilizaji. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Are you thirsty? Je, una kiu? We are going to be filled, Tunaenda kujazwa and we shall speak in other na tongues, tutasema kwa lugha and we nyingine shall preach. We shall witness people. na tutawashuhudia watu. Even on a one-to-one, we need the Holy Spirit. Hata ile ya mtu mmoja kwa mwingine tunamhitaji As Roho we Mtakatifu. witness to people about Jesus, Tunapowashuhudia watu kuhusiana na Yesu, so winning, kukusanya nafsi, kuvuna nafsi kuvuna nafsi. au kuokoa nafsi. Amen. We need the Holy Spirit. Tunamhitaji Roho As Mtakatifu we are speaking the word, tunapoendelea kusema neno. those that are listening to us, Wale wanaotusikiliza sisi, we need he is the great soul winner. ni nguvu ya kuvuna nafsi. The Holy Spirit is the greatest soul winner. Roho Mtakatifu ni mvunaji mkuu wa nafsi. So we need him. Kwa hiyo tunamhitaji As yeye we preach about the love of God tunapohubiri kuhusiana na pendo la to Mungu the sinners. kwa wenye dhambi. We need the Holy Ghost Tunamhitaji Roho to Mtakatifu convict them. kuwashawishi. You know, Unajua,
When we are filled of the Holy Ghost, tunapokuwa tumejazwa na we Roho speak in Mtakatifu, tongues. tunanena kwa lugha. The problem with us, the church, Tatizo letu sisi kanisa, we end in speaking in tongues. tunaishia kunena kwa lugha. That's why our tongues are old-fashioned. Ndio maana kunena kwetu kwa lugha ni kwa fashion iliyopita, ni kwa zamani. Because as you always encounter the throne of God, Kwa sababu unapokutana na enzi ya Mungu, as you speak and pray in tongues, unaponena kwa lugha, there is always a change of the speakings. mara zote kunakuwa kuna kubadilishwa kwa namna unapoongea. Rika basete Fasalimanta moka. setoria bakate Kelemendi subara. zote katara Kepremende. zontala bako. You start speaking the tongues of fire. Unaanza kusema lugha za ndimi za moto. The problem with you, Tatizo lako, tatizo letu, or the problem with the church, au tatizo la kanisa, we are stuck at tongue speaking. tunaishia kwenye kunena kwa We lugha. can't even speak to people concerning the love of Jesus. Hatuwezi hata kuambia watu kuhusiana na pendo la Do Yesu. you have the Holy Ghost? Je, una Roho Mtakatifu? If we are filled of the Holy Spirit Kama umejazwa kwa Roho Mtakatifu and we speak in tongues, na unanena kwa lugha, we are to have the edge lazima tuwe na kiu na hamu of speaking the word of God, ya kuzungumza neno la Mungu, the salvation of Jesus. wokovu wa Yesu. We are stuck. But today, Lakini that's leo, why we are not seeing. The year is ending. ndio maana mwaka unaisha. I have been speaking about you. Bring someone to Jesus. Nimekuwa nikiongelea kuhusiana na wewe You kumleta shall be mtu kwa Yesu. accountable to him, not to be. Utawajibika kwake, sio kwangu. Everyone who is filled of the Spirit, Yeyote ambaye the amejazwa kwa Roho Holy Mtakatifu, Spirit that you were filled with, Roho Mtakatifu uliyejazwa naye, it's not for your personal things you want from God. sio kwa ajili ya mambo yako binafsi unayohitaji kutoka kwa It Mungu. is for the working of the works of God. Ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. It's not for your personal things. No. Sio kwa ajili ya mambo yako binafsi. Hapana. They were filled with the Holy Spirit and power. Walijazwa kwa Roho Mtakatifu na And they nguvu. went forth doing good. Na wakaenda huko kufanya mema. They preached the message of Christ. Wakahubiri ujumbe wa Kristo. The message of the kingdom of God. Ujumbe wa ufalme wa Mungu. And multitudes got born again. Na maelfu wakaokoka. The question is, Na swali ni hili. are we really filled of the Spirit of God? Je, ni kweli tumejazwa na Roho If you Mungu? are really filled of the Spirit of Kama God kweli umejazwa na Roho wa and we Mungu speak in tongues, na unaongea kwa lugha there nyingine, has to be a pattern in you lazima kuwe na mzigo ndani yako to speak a kuongea, word of salvation kusema neno to la those wokovu that are yet born again. kwa wale ambao bado hawajaokoka. Yeah, I expected that quietness. Nilitegemea huu ukimya. How many want to be, I want to ask this question. How many want to be rich? Wangapi wanataka kuwa matajiri? Uwe mwaminifu tu, you know. How many want to have money? Wangapi? Okay, rather want to prosper, want to be rich with riches. How many of them? Wangapi wanataka kufanikiwa kuwa Now, matajiri? one guarantee way of someone to access the riches of God is for you to bring him souls. Njia moja kuu ya muhimu. We do not speak so much concerning that. Njia moja kuu ya muhimu ya wewe kupata utajiri ni kuvuna nafsi kuleta kwa Mungu. When you tajirisha God with souls, ukimtajirisha Mungu na nafsi, people getting born again, watu wakiokoka, it shall make you rich, atakufanya uwe tajiri, so that you continue bringing souls to him. ili uendelee kuvuna nafsi ulete kwake. This is the hidden key. Hii ni funguo iliyofichwa. I'm telling you. Ninakwambia. Okay. You want to get rich. Unataka kuwa tajiri. For what?
Kwa ajili ya nini? For onyeshali. Tafsiri. Kwa ajili ya kuonesha. God makes us to be rich so that his kingdom may be established. Mungu anatufanya tuwe matajiri ili ufalme wake uthibitike. You shall lack nothing. Hautahitaji chochote. When you start bringing people to him, ukianza kuwaleta watu you shall lack nothing. Hautahitaji chochote. You shall never have you shall lack nothing. Hautahitaji chochote. Listen. Sikiliza. Start navigating yourself. Anza kujichunguza. You have prayed all types of prayer. Umeomba maombi aina zote. Even concerning becoming prosperous or rich. Hata kuwa tajiri au kustawi. You have claimed every word. Umetaja kila neno. I am not saying those things are bad. Sisemi kwamba haya mambo ni mabaya. But why do you want to prosper? Lakini kwa nini unataka kufanikiwa? Why? Kwa nini? You are filled with the Holy Spirit. Umejazwa na Roho Mtakatifu. Speaking in tongues. Unanena kwa lugha. But are we preaching the message? Lakini je, tunahubiri ujumbe? Preaching is not in the altar. Kuhubiri sio tu madhabahu. If you are waiting the altar, you are wasting your time. Kama unasubiri madhabahuni unapoteza muda wako. You have to have your altar in the streets. Unatakiwa kuwa na madhabahu yako huko mtaani. Shout amen. Sema amen. Bring people to Christ. Walete watu kwa Kristo. Everyone somewhere we meet people. Kila mmoja mahali fulani tunakutana na watu. I don't think that you only meet dogs. Sidhani kama unakutana tu na mbwa or pigs au nguruwe. It's people. Ni watu. That means every person that comes your way. Hii inamaanisha kila mtu ambaye unakutana naye and just passes without telling him concerning Jesus. Na bila kumwambia jambo lolote kuhusiana na Yesu. You shall be asked of God. Utaulizwa na Mungu. I brought someone to you. Atakwambia nilimleta mtu kwako. Instead of telling him about my son, badala ya kumwambia kuhusiana na mwana wangu, you started speaking of football, whatever. Ukaanza kuongea kuhusiana na mpira wa miguu na mambo mengine. It is so easy if you co-work with the Holy Spirit. Ni rahisi sana ukifanya kazi na Roho Mtakatifu. So maybe after this, kwa hiyo labda baada ya hii, you will start bringing people to Jesus. Utaanza kuwaleta watu kwa Yesu. Because after being filled with the Holy Spirit, kwa sababu baada ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu and start speaking with tongues, na kuanza kunena kwa lugha nyingine, we are to preach the message that will bring deep conviction of sin. Tunatakiwa kuhubiri ujumbe utakaoleta kushawishi. When the Holy Spirit came, Roho Mtakatifu alipokuja, number 4, jambo la 4, the apostles preached repentance with boldness. Mitume walihubiri toba kwa ujasiri. Mitume walihubiri toba kwa ujasiri. That's Apostle Peter. Mtume Peter preached repentance with boldness. Alihubiri toba kwa ujasiri. Chapter 2 verse 38. Sura ya 2 Matendo mstari wa 38. Hallelujah. 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 Are we together? Tuko pamoja? Tuko pamoja. Basi naomba utoe amen. Amen. Wote tunaosinzia tuseme amina. Jesus replied. He was replying to the question, what shall we do? Peter replied, repent, change, repent, change, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. When Peter preached, Petro alipohubiri, the message that brought deep conviction, ujumbe ulioleta kushawishiwa kuacha dhambi, they asked, what should we do? Wakauliza, tufanyaje? And now he was answering. Na sasa alikuwa anajibu. He was replying to them. Alikuwa anawajibu. Repent. Tubuni. Repent. Tubuni. Why if we are filled of the Holy Spirit, why do we feel shy? Kama tumejazwa na Roho Mtakatifu, kwa nini tunaona aibu? To tell our friends, repent of your sins. Leo rafiki yangu, tubu dhambi zako. Repent of what you are doing. Tubu dhambi zako. To tell our co-workers, repent. Leo rafiki yangu, au tunafanya kazi pamoja, tubu. Something is wrong. Kuna kitu hakiko sawa. Wangapi nakubaliana na mimi? Something is wrong somewhere. And the question we should be asking, na swali tunalotakiwa kuuliza, are we still with the Holy Spirit? Je, bado tuko na Roho Mtakatifu? Because when they were filled of the Spirit of God, kwa sababu walipojazwa na Roho Mtakatifu, when they were filled of the Holy Spirit, walipojazwa kwa Roho Mtakatifu, they spoke with other tongues. Walinena kwa lugha nyingine. And they preached the message that brought deep conviction of sin. Wakahubiri ujumbe ulioleta kushawishiwa kuacha dhambi. And they also preached the message of repentance. Lakini pia wakahubiri ujumbe wa toba. With boldness. Kwa ujasiri. That means the Holy Spirit brings boldness. Hii inamaanisha Roho Mtakatifu analeta ujasiri. You can speak, repent, turn, change. Unaweza ukahubiri ukasema tubu, badilika. To your friend. Kwa rafiki yako. To your friends. Kwa rafiki yako, kwa rafiki brothers zako. And sisters. Kwa kaka na dada. Let's start preaching repent, change. Tuanze kuhubiri toba. Because tubu. all those friends, your friends of yours, kwa sababu wale marafiki zako, that you just speak about whatever you speak about, wale ambao wataongea kile chochote ambacho you have never spoken about them to concerning Jesus Christ. Haujawaambia chochote kuhusiana na Yesu. When they die in sin, wakifa katika dhambi, their blood shall be required of you. Damu yao itadaiwa juu yako. So the apostle Petro, kwa hiyo mtume Petro, preached repentance with boldness. Alihubiri ujumbe wa toba kwa ujasiri. This is the same Peter. Huyu ni Peter yule yule that denied Jesus 3 times. ambaye alimkana Yesu mara 3. This is the same Peter. Huyu ni Petro yule yule that cut off the ear of those that came to arrest Jesus. ambaye alikata sikio la wale ambao walikuja kumkamata Yesu. This is the same Petro. Ni Petro yule yule that denied Jesus. ambaye alimkataa Yesu. But now, lakini sasa, after being filled of the Spirit baada ya of God, kujazwa kwa Roho he was a different Peter. Alikuwa ni Petro wa full tofauti, of boldness. ambaye amejaa ujasiri. Repent. Anasema tubuni. If you cannot rebuke sin, kama huwezi kukemea dhambi, you are living in sin. Unaishi kwenye dhambi. If you cannot tell someone repent, kama huwezi kumwambia mtu what you are doing is wrong, hicho unachokifanya sicho, then you yourself, hiyo inamaanisha wewe you mwenyewe have no boldness, hauna ujasiri, because you are doing what that person is doing. kwa sababu pia unafanya kile ambacho huyo You have anakifanya. no boldness. Hauna ujasiri. Niangalieni vizuri. I am repeating. Ninarudia. If you cannot tell someone, kama huwezi kumwambia mtu what you are doing is sin, kile unachokifanya ni dhambi, tubu. somehow, somewhere, mahali fulani na wewe, you are lost in the same things that person. So you do not have that boldness, because when the Spirit of God comes in you, kwa sababu Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, you have the boldness, una ujasiri of speaking wa kusema that is wrong. Iki sicho. Wangapi nakubaliana na mimi? That is it. I'm not preaching to you religion. Sihubiri kwako dini. Hapana. So, kwa hiyo kama haumwambii mtu ya kwamba this is dhambi, manake hauna ujasiri, manake kile ambacho unashindwa kumwambia kwalo unafanya. Mungu anakuona.
Hatukuoni, akina kuona unafanya. Kama sio kile kinachokifanya yule, lakini kuna somewhere umebanwa, kwa sababu unashinda kusema, hakuna ujasiri. Yesu anakuja bwana. Tuambizane ukweli hapo. Yeah. Mwambie mwenzako, amwangalie, usiniangalie mimi. Mwambie tubu. Mwambie wa pili tubu. Tubu. Mwambie wa pili, mwambie repent. Repent. Badilika. Badilika. So the apostle Peter, Mtume Petro preached repentance with boldness. alihubiri ujumbe wa toba kwa ujasiri. That's the reason sometimes we do not have boldness. Hii ndio sababu wakati mwingine hatuna ujasiri. Because those our friends knows us better. Kwa sababu marafiki zetu wanatujua vizuri zaidi. What are you telling you? Unatuambia nini wewe? Na wewe. Hebu ongea bwana za kanumba. Usiongee kwa habari. Kwa nini na wewe? Sina kuambia kwa habari ya Yesu. Wewe. Kwa nini jana wewe? Si wewe ndio umeniletea vifurushi vya uongo vya yule jirani. Nilienda kumuuliza akasema sio. Bwana si nilikuwa na joke tu. Unafanya mzaha kwa kusema uongo. Na wewe ilikuwa ni mzaha tu. Ulisema ni mzaha. Basi na hicho unachokisema naona ni mzaha tu. Niache mimi. Tunajifanya tunaenda mbinguni. The well of repentance. Kisima cha toba. So the apostle Petro preached repentance with boldness. Kwa hiyo Mtume Petro alihubiri ujumbe wa toba kwa ujasiri. Number 5. Jambo la 5. When the Holy Spirit came. Roho Mtakatifu alipokuja. Okay. Number 4 it's Acts chapter 2 verse 38. Yes. Jambo la 4 ni Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Number 5. Jambo la 5. When the Holy Spirit came. Roho Mtakatifu alipokuja. The church grew in number. Kanisa liliongezeka kwa Because they idadi. preached repent. Kwa sababu walihubiri wakatubu. The church grew in number. Kanisa lilikuwa kiidadi. The church grew in number. Kanisa lilikuwa kiidadi. Acts chapter 2 verse 41. Matendo sura ya 2 mstari wa 41. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. The same day, siku ile ile, filled of the Spirit of God, wamejazwa kwa Roho Mtakatifu, spoke in tongues, wamenena kwa preached lugha the zingine, message that brought deep conviction, wamehubiri neno, ujumbe unaoleta kushawishiwa and kuacha preached dhambi, the message of repentance with boldness, na wamehubiri ujumbe wa toba kwa ujasiri, and the church grew. na kanisa likakua. It is the message of repentance, Ni ujumbe wa toba, the message of salvation, ujumbe wa wokovu, that made that church to grow. uliolifanya ile kanisa likakua. Repent, for the kingdom of God is at hand. Tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Repent, for God, the kingdom of God is at hand. Tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Repent, for the kingdom of God is at hand. Tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu And the umekaribia. church grew in number. Na kanisa likakua kiidadi. 120 people. Watu 120. Suddenly the church grew to 3,000. Ghafla kanisa likakua mpaka watu So there were 3,000. 3,120. Kwa hiyo walikuwa watu 3,120. Plus those that received, filled of the Spirit of God. Tukijumlisha na wale ambao walijazwa kwa Roho Mtakatifu. What a church growth. Ni ukuaji gani wa kanisa? Because they preached repentance. Kwa sababu walihubiri They toba. said repent. Wakasema tubuni. Change. Badilika. Simple. Rahisi. Change.
Badilika. Just like I'm preaching to some of you today. Kama ambavyo ninahubiri kwa baadhi. Change. Badilika. Change. Badilika. Repent. Tubu. Change. Badilika. He knows you better. Anakujua wewe He zaidi. knows you better. Anakujua wewe zaidi. Repent. Tubu. Repent today. Tubu leo. And when he said repent and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Anasema tubuni na mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. So the church grew in number. Kwa hiyo kanisa likakua kiidadi. The church grew in number. Kanisa likakua kiidadi. Basa kemembala. Hey. Verse 47. Mstari wa 47. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. He added to their number daily. Akalizidisha kanisa kila siku. So the church was increasing numerically daily. Kwa hiyo kanisa lilikuwa linaongezeka kiidadi kila siku. But where did this start? Lakini hii ilianzia It wapi? started when they were filled of the Holy Spirit. Ilianzia pale walipojazwa kwa Roho We need Mtakatifu. revival. Tunahitaji uamsho. What is wrong with present day church? Ni nini shida ya kanisa la leo? Christians of nowadays, what is wrong with us? Wakristo wa leo, ni nini shida yetu? Everything we are waiting upon our pastors. Kila kitu tunawasubiria wachungaji wetu. And we are expecting to have a crown afterward. Na tunategemea kupata taji baadaye. You will not get a crown by just attending church. Hautapata taji kwa kuhudhuria tu kanisani. No. Hapana. You will not get a crown by just attending church. Even if you attend faithfully. Hata kama ukihudhuria kwa imani. As much as it is important for us to meet. Kama vile ambavyo ni muhimu sisi kukutana. But why do we meet? Lakini kwa nini tunakutana? We meet that we may be equipped. Tunakutana ili tujengwe. For the works of the kingdom. Kwa ajili ya kazi za ufalme. So that we may go out and bring people to Jesus. Ili tuende nje tukawalete watu kwa Yesu. When we bring them, we start worshiping with, praising together with them. Tukiwaleta tunaanza kusifu pamoja nao. We are equipped. Tunajengwa. We are taught. Tunafundishwa. And we go back. Na tunaenda tena nje. That is church. Hilo ndilo kanisa. So they were praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord na Bwana added to their number daily akalizidisha kanisa kila siku. Those who were being saved. Wale waliokuwa wakiokolewa. Every day. Kila siku. Every day. Kila siku. Every day. Kila siku. The Lord was adding to them. Bwana alikuwa anawaongeza. Because they continued with the same message, repent. Kwa sababu walikuwa wanaendelea na ujumbe ule ule. When they speak repent, they go back to the whole to the altar. Wakisema tubuni wanarudi tena madhabahuni. They have been filled with the Holy Spirit. Wanajazwa kwa Roho Mtakatifu. Sakatapon sakata. And they go back in the streets. Wanarudi tena mitaani. Repent. Tubuni. People have been born again. Watu wanaokoka. And the Spirit of the Lord. Na Roho wa Bwana saturated the streets. Akajaza mitaa. That God will bring people to church. Ili kwamba Mungu alete watu kanisani. God will add to the gathering. Ili kwamba Mungu aliongeze kusanyiko. When the Holy Spirit came, Roho Mtakatifu alipokuja, the church grew in number. Kanisa liliongezeka kiidadi. Who wants this church to grow? Nani anataka kanisa likue? Uinue mikono kwa sababu naona angalia singawaita majina. Who wants this church to grow? Nani anataka ili kanisa likue? Number 2 question. Swali la pili. Who do you think should do something concerning the growth of the church? Ni nani unayedhani anatakiwa afanye kitu kuhusiana na kukua kwa kanisa?
What are you supposed to do? Ni kitu gani unachotakiwa kufanya? Tutumie tu neno la kushuhudia limezoeleka sana, kuwaleta watu kwa Yesu. Amen. Should it be personally or you should be 4 or 10? Unatakiwa uwe wewe mwenyewe binafsi au lazima muwe watu 10, 4 au 10 na zaidi? Okay. So that means, na hii inamaanisha sasa, right now roughly here we may be, hapa kwa haraka tunaweza tukawa, we may be 1 plus those wakubwa. Tunaweza tukawa 100 na zaidi. So if someone just in 1 month, kwa hiyo kama mtu mmoja labda ndani ya mwezi mmoja, say I will bring someone to Jesus. Nitamleta mmoja kwa, in 1 month we shall be 200. Kwa mwezi mmoja tutakuwa watu 200. The second month we shall be 200. Mwezi wa pili tutakuwa watu 300. And as we go on, na tukiendelea, Christ will be bringing people, even those that we have not gone for soul winning. Kristo atakuwa anawaleta watu hata wale ambao hatukuwafuata kwa ajili ya kuwavuna. Naelekea Kanaani, unaenda kufanya nini? Naelekea Kanaani, unakimbilia nini? Naelekea Kanaani, naelekea Kanaani. Kufanya nini? Tuonane paradiso, kuonana ili tuonane paradiso, tuonane paradiso. Kionana pale ni kuambia hongera bwana. Pande wa pili unaangalia kule paradiso, naona kwamba wow, yule nimleta bibi kwa Yesu yule. Au kwa mfano ikitokea Yesu akasema kwamba wote uliowaleta kaa hapa wakufuate, alafu ikatokea huko peke yako, alafu unaenda kwenye mstari wa thawabu, umekuja kufanya nini hapa? Wewe nenda ukatakaa tu kwenye nyumba, unasema Daudi akasema kwamba yeye kukaa kwenye nyumba ya nini, pembeni mwa nyumba sijui nini. Sasa kwa nini wewe unamtazama kwenda kukaa kwenye pembeni mwa nyumba ya mwenzako inaong'aa? Kwa sababu anawaleta watu kwa Kristo. Mimi nitaenda kupangisha huko. Watu tumezoea kupangisha. Nitaenda kupanga tu, hata wakinihifadhi tu kachumba kadogo kule. Ameenda kuandaa makao, lakini mimi nitaenda kupanga. Nani nikakwambia kuna kupangisha? Wangapi wanaelewa ninachokisema? So it is not the devil. Kwa hiyo sio shetani anayefanya kanisa lisikue. Ni ubinafsi wetu. Ubinafsi. We are so selfish. Ni sisi tunaangalia tu mwenyewe tu. Kula mwenyewe. Sote wewe. Maombi ni binafsi. Ninasuki hapa, ndio maana Mungu amepaacha usinasuke angalau, kwa sababu unajua kuna vitu vingine utanasuka tu kama umemwanasua mtu kutoka kwenye dhambi. Bwana wa mavuno, the Lord of harvest, is the Holy Spirit. Bwana wa mavuno ni Roho Mtakatifu. So the church grew in number. Kwa hiyo kanisa lilikuwa kiidadi. So you decide on your own, because I've been speaking this for so many years now. Kwa utaamua mwenyewe, kwa sababu nimekuwa nikizungumza hili kwa miaka mingi sana. Try to make evangelism but because you can't force watu ambao wana akili. Uweze kuwalazimisha. Because it really pains when ukamwita watu mkapatana kitu, watu wakasema amen, alafu wakirudi wanaenda kufanya nitafanya sehemu yangu, sitaki nikose mbingu. When the Holy Spirit came, Roho Mtakatifu alipokuja, number 6, jambo la 6, the apostles performed, or rather did, miracles and healings.
mitume walifanya miujiza na uponyaji. They did miracles and healings. Walifanya miujiza na uponyaji. When you read Acts chapter 3 verse 1 to 11, you shall see a lame walk. Ukisoma Matendo ya Mitume 3:1 mpaka 11, unaona yule kiwete anatembea. When you read Acts chapter 9 verse 17 to 18, you shall see so being restored the eyes. Ukisoma Matendo 9:17 up to 18, 17 mpaka 18, Paulo, his eyesight was restored. Macho yake yalirudishiwa kuona. When you read Acts chapter 9 verse 32 to 35, ukisoma Matendo ya Mitume 9:32 mpaka 35, the paralyzed was healed. Waliopooza waliponywa. When you read Acts chapter 9 verse 36 to 43, ukisoma Matendo ya Mitume 9:36 to 43, mstari wa 36 mpaka 43, Dorcas or Tabitha died, alikufa, and Peter prayed for her. Na Petro akamwombea. So when the Holy Spirit came upon the apostles, kwa hiyo Roho Mtakatifu alipokuja juu ya mitume, they performed and did miracles in the name of Jesus. Walifanya miujiza katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 Why are we not seeing miracles in our midst through you? Kwa nini hatuoni miujiza na katikati yetu kupitia wewe? These are some of the simple but powerful steps. Hizi ni hatua rahisi lakini zenye nguvu. When the Holy Spirit came, they were filled of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu alipokuja walijazwa. They spoke in other tongues. Wakasema kwa lugha nyingine. They preached the message that brought deep conviction of sin. Wakahubiri ujumbe ulioleta kushawishiwa kuacha dhambi. And they preached repentance with boldness. Na wakahubiri toba kwa ujasiri. And the church grew in number. Na kanisa likakua kiidadi. The apostles performed miracles. Mitume wakafanya miujiza. Those that were sick were healed. Wale waliokuwa wagonjwa wakaponywa. When the Holy Spirit came, Roho Mtakatifu alipokuja. the Holy Spirit is in our midst if we allow him. Yupo katikati yetu ukimruhusu. Today we can renew. Leo tunaweza kufanya upya. We can renew, and after that we renew, we start following these steps. Na baada hapa tutaanza kufuata hizi hatua. It's not just tongues. Sio tu kunena kwa lugha. But when we speak in tongues, lakini baada ya kunena kwa we have to have a message tunatakiwa tuwe na ujumbe that can cause people to be convicted of their sin. ambao utawafanya watu washawishiwe kuacha dhambi. Barende bekitaloba. Barite kesko brimanta. The other week I went somewhere. Kuna wiki nilienda mahali. That other Sunday I wasn't in fact I was in Zambia. Nilikuwa Zambia. So on Sunday, Jumapili, I wasn't preaching but I attended the church. Sikuwa na ubiri lakini so in the afternoon I met one of our daughters, one who was fellowshipping. He lives there. Mchana nilikutana na binti yangu ambaye husband. Anaishi kule na mume wake. So she said, yeah, I heard you are in Lusaka, so pass by my anaduka lake. Akasema nimesikia huko Lusaka, kwa hiyo pitia. So I went there. So I found binti moja ambaye anamfanyia kazi. Nikamkuta binti mmoja ambaye when I just saw her, nilipomuona, it's like the Holy Spirit was saying, ni kama Roho Mtakatifu alikuwa anasema, I have put songs in her. Nimeweka nyimbo ndani yake. So I was trying to find out how I'm going to bring this message to her. Kwa hiyo nilikuwa natafuta namna ya kumwambia huu ujumbe. Suddenly there came someone in the same store. Ghafla akaja mtu pale dukani. It's like a restaurant. There's a table and some chairs. Ni kama mgahawa, kulikuwa kuna meza na viti. He was a young man. Alikuwa ni kijana mdogo. He was shivering. Alikuwa anatetemeka. So he started vomiting. Kwa hiyo akaanza kutapika. He was shivering. So I told the lady,
mwambie, ulizeni, hakuna ka kliniki kidogo, huyu inaonekana mgonjwa. But Mungu kaniambia kwamba muwekee mikono. So nikamuuliza, je, unaamini kwamba nikuwekea mkono utapona? Are you going to, do you believe in Jesus? Yes, yes, yes. So I just, in the name of Jesus Christ, be healed. Instant akapona. Nasema you need to be born again. Nikamwambia unatakiwa kuokoka. Instant akapona. Alipona pale pale. Now after that, baada ya hayo, that's when I said, you have songs in you. Nikamwambia wewe una nyimbo ndani yako. She started crying. Akaanza kulia. She was yet to get born again. Alikuwa bado hajaokoka. So I started preaching to her. Kwa hiyo nikaanza kumhubiria. Jesus loves you. Yesu anakupenda. Kumbe ni mtu ambaye baba yake na mama yake walishawatelekeza. Mtoto yuko pale anafuta kazi, yuko chuoni anafanya part time. Nalia. So when someone comes your way, kwa hiyo mtu akija kwako, cooperate with the Holy Spirit. Shirikiana na Roho Mtakatifu. And she said, I love singing. There are times some songs, but she's not born again. I like singing. Akasema napenda kuimba. Yes, God has put songs in you. Ni kweli Mungu ameweka nyimbo ndani yako. God does not call you when you are born again. Mungu hakuiti ukiwa umeshaokoka. He called you before you were born. Alikuita kabla hata hujaokoka. Hallelujah. Hallelujah. So, kwa hiyo, a miracle was performed concerning that young man. Miujiza ilifanyika kwa yule kijana. And the miracle of salvation concerning this young lady. Na miracle na amini. So when someone passes through, take an opportunity to speak something. Just cooperate with the Holy Spirit, not usual. Na Roho Mtakatifu. Sometimes you may not just, you know people, you start asking, are you born again? People say, yes, I'm born again. Kwa sababu watu walumulokole huyo, ngoja tu nimeokoka. Are you born again? Nasali anaanza kuambia cooperate with the Holy Spirit, how you can start. Shirikiana na Roho Mtakatifu namna utakavyoanza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We are surrounded by people that are sick. Tumezungukwa na watu ambao ni wagonjwa. But you are waiting for the pastor to come and pray for them. Lakini unamsubiria mchungaji aje na waombe. And you are saying you have the Holy Spirit. Na unasema una Roho Mtakatifu. You can't I know after these prayers I believe God is going to do a miracle today. Amen. Baada ya maombi haya Mungu atafanya miujiza. So that these 6 steps may become part of our life. Hizi hatua 6 na ziwe sehemu ya maisha yetu. I know Christ sent 2 by 2s in 2s. Naamini Kristo aliwatuma watu wawili. But you can start even on your personal level. Lakini pia unaweza ukaanza hata wewe binafsi. You can pray for those that are sick. Unaweza ukaombea wale ambao ni wagonjwa. Your neighbors. Majirani zako. Sometimes you can go in hospitals. Wakati mwingine unaweza ukaenda hospitali. Just ask, can I pray for you? Unaweza ukauliza tu, hands. Unaoitia mikono. It's not that you should pray those long Pentecostal prayers. Sio lazima uombe yale maombi marefu. Baba, katika jina la Yesu, nimekuja. Ulikuwa wapi? Hospitali unasema nimekuja. Baada ya kusema tumekuja Yesu na pamoja na wewe, sasa ponya. Tusimame. There are some people here we have been experiencing a season of dryness in your spirit. Kuna watu hapa tumekuwa tukipitia wakati wa ukame kwenye roho zetu. Dry. Ukame, so dry. Mkavu. When you pray some prayers it's like they are so dry. Ukiomba unaona kuna ukavu. I'm starting with those come. Nitaanza na hao, njoo mbele. Those that you've been passing through a dry season. Kama umepitia kipindi cha ukame kwenye roho yako. Come, I'm not repeating again. Come. Njoo mbele. Dry.
You want the filling of the Holy Spirit. Unataka kujazwa kwa Roho The Mtakatifu. infilling of the Holy Spirit. Kujazwa kwa Roho Mtakatifu. The infilling of the Holy Spirit. Kujazwa na Roho Mtakatifu. You've been passing through the dryness season. Umekuwa ukipitia kipindi cha ukame. 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 No, people they know their condition but wanataka kuwabembeleza. Most of you are passing through dryness. Wengi hapa mnapitia kipindi cha ukame. Alabo shanta. Dalimis kavromanta. Zeriba dakosha. Sembre mampa. Delehe sanka. And you are saying today, Na unasema leo, I am believing Jesus namwamini Yesu to fill me with the Holy Spirit. Kunijaza na Roho Mtakatifu. How many are believing Jesus to fill them with the Holy Spirit today to be baptized? Those that have never spoken in tongues, Wale ambao hawajawahi kunena kwa lugha, come behind these people. njoo nyuma ya watu hawa. Those that have never spoken in tongues. Wale ambao hawajawahi You kunena are kwa born lugha. again but you are not filled of the Spirit of God. Umeokoka lakini haujawahi kunena kwa With lugha. the evidence of speaking in tongues. Kwa udhihirisho wa kunena With kwa the lugha. evidence of speaking in tongues. Kwa udhihirisho wa kunena kwa lugha. Evidence of speaking in tongues. Kwa udhihirisho wa kunena kwa lugha. Are you born? I believe all of you are born again. Ninaamini wote mmeokoka. If you are not born again, you have to raise your hand so that I lead you into the salvation. Kama hujaokoka, nyosha mkono ili You uongozwe can receive today. ili upokee leo. Hallelujah. Haleluya. Maremendeke. And most of us that have remained, Na asilimia kubwa yetu ambao we are tumebaki, believing God to fill us again. tunamwamini Mungu kutujaza tena. To fill us again. Kutujaza tena. So that we may have the boldness even to speak His word. Ili tupate ujasiri wa kulisema neno To lake. speak His word. Kulisema neno lake. To speak His word. Kulisema neno lake. To speak His word. Kulisema neno lake. Arikatalama. Zarimendeke. Humaramandeka. Halibaskama rebedera. Rebedera barara. Pray in tongues, pray in tongues. All those that are there. Nena Pray kwa in lugha. tongues. Nena kwa lugha wote ambao tumebaki huko. Sarimendebebe tuliokuja huku mbele. Endelea kunena huko. Tuliokuja huku mbele, kama hujampokea Yesu Kristo, inua mkono wako. Kama kati ya nini mliokuja mbele au hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, inua mkono wako kwanza. Kama hujampokea Yesu Kristo, inua mkono wako. Wote tumpokea Yesu Kristo. Basi tulioko mbele kabisa, mstari wa kwanza, nitaomba muinue mikono. Halafu mtaomba, naongea na hawa, ninyi endeleeni kunena huko. Milango iko wazi kama umechoka. Marebedekata. Marebedeketa. Marebelata bata. Nena kwa lugha, toa sauti yako. Rebedeketa. Rebedebedeketa. Santambaraba. Tulioko huku mbele mtanifuatizia kwa sauti kuu. Sema, Mungu, ninatambua kuna ukame ndani yangu. Ukame wa kiroho. Naomba wote, unajua bado nasikia rohoni mwangu kuna watu, unajua daima kutakuwepo watu wanao. Naomba wote huko tufumbe macho, tuinue mikono wote, kanisa nzima. Naomba tuinue wote, alafu wote tuombe hili ombi. Tuombe hili ombi. Sema, Mungu, siku ya leo ninatambua ndani ya roho yangu napitia kipindi cha ukame na sijui ni nini. Yawe, kama kuna mahala nimekukosea, unisamee, unirehemu. Nimeacha nafasi yangu mbele yako. Nimemuudhi Roho Mtakatifu. Nimempinga. Nisamee.
Nisamehe. Siku ya leo. Siku ya leo. Ninaleta ukame wangu. Ninaleta ukame wangu. Mbele zako. Mbele zako. Ukame wa maombi. Ukame wa maombi. Ukame wa kusoma neno. Ukame wa kusoma neno. Ukame wa mambo ya Mungu. Ukame wa mambo ya Mungu. Yawe. Yawe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nisamehe. Nisamehe. Leo. 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 Ninakuamini. Ninakuamini. Unijaze. Unijaze. Nina kiu nawe. Nina kiu nawe. Kwa jina la Yesu. 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 Nijaze. Nijaze. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Nibatize. Nibatize. Kwa Roho wako. Kwa Roho wako. Katika jina la Yesu. 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 Tukiomba ili ombi tena, utaanza kunena. Nyinyi ambao ni mstari wa pili na nyinyi tulioko mbele huku utachochea, utaanza kunena. Mungu akuwezeshe. Alafu tulioko mstari wanaohitaji nani, nitapita nitaweka mkono. Nikiweka namba ufume macho. Nitaweka mkono. Wale ambao mngependa unene kwa lugha. Unajazwa Roho Mtakatifu na unanena kwa lugha. Tuwe nyuma, wa mbele huku siwawekee mikono. Wa nyuma. Mareberakata. Okay, na wa mbele mkae hapo hapo wa mbele. Basabara. Saraba. Sema Yesu. Nijaze. Nijaze. Yesu. Yesu. Nijaze. Nijaze. Yesu. Yesu. Nijaze. Katika jina lako. Katika jina lako. Yesu. Yesu. Nijaze. Nijaze. Yesu. Yesu. Nijaze. Nijaze. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina lako. 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 Anza kunena maroba. Nikikuwekea mikono unafungua mdomo unanena. La hela talamaha. Sembe kila matala. Remende. Sekila receive. Yes, receive. Yes, receive. Be filled of the Spirit of God. In the name of Jesus. You are receiving. You have been filled now. You are being filled now. 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 Yes, pray, pray, pray. You are being filled, my sister. In the name of Jesus. Pray, pray, pray. Endelea, endelea, endelea. Hiyo ruga, endelea, umejazwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Rama Shakata. Restoration. Be filled now in the name of Jesus. Rima mama sheke. Sarima mantele. Bariba bababa. Zekete katula. Shimarila. Sekemerila. Obrimendeke. Sarimanta. Oshikabara. Jesus. Jesus. Rekete. Sentepe. Rika kakarianda rabo shendere bebe robo sandara rabo shekere bebe riba babariendere bebe bora bara 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 bo shandara bari bere bere bora bara 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 bere bere zakandara bere 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 shendere bora bara bara bo rika karianda rabo bara 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 bebe sekere bebe robo boria baba baba baria baba 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 Zakakariandara rabobariandara rabababa sheketekeriandara rabababa Rama mama rama mama rama mama mama rabababa seketeketekere rabababa Shantara borebebebebebe riabababa rabababa seketekere boriandara rabababa Shakatariandara brekesekeriandara barabara rabababa seketekeriandara rababara rebebe seketekeriandara brebeshendere bendengere rama mama rama mama rama mama rima mama mama sekekeke rima mama mama mama
Rababa zakata barabarabalaba. Rebebe satari andara breke sekete. Shandala la bariende rebe shandara rababa. Rababa rikende Rabandari andara bandari andara rabandala labo. Rebebe zakala bazika ndala labo. Jerebari karabora bashata. Zabada 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 zabada. Jabada 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 bajagada bajagada rabajagada jagada bagada managa jagada rabadege tegeriando roborabara rababa baria baba baba rebebe sarababa rebebe sharababa rabobo segetegerianda rebebe robobo sakarianda labo shikarianda labo Ramazekete Rika Zapatariando Robo Rabazakata Rapo Shindarianda Rabroko Zekete Rika Pariando Robo Shandara Brakata Rabrakata Palanda Rabrekete Rabrekete Rianda Rabrakata Ropo Vosekerianda Rabrakata Rika Sakata Boshanda Bazakata Zapakata Bakata 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 Rapazekete Raparakata Kata Ropo Kotoporika Parakara Baraka Sekete Rapo Koto parana mazegete kazakata ripo shondoro briandara breke zegete rika sapata baza 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 reke zeberi andara breke jegeri andara ba robo boria baba baba ora mazegete geri andara breke shegete riko poriandara breke zegete riko poriandara baba 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 jata bada bada bara rebe rebe zegete riandara bare rebe rebe zegete riandara bare bara rabashandara breke zegete Rikoriandara breke zegete robo shandara breke zandara breke zegete zekeriandara breke ze zabada zabada bada rabada bada zegete bede rebe zakata bada rebe zegete riandoro boraba rebe zegete gariandara baraba rabala rebe Shantaraba rebebebebebe rabababaria babababa rapo secretary andara baraba rep secretary andara prekete reprekteria prekete reprekteria prekete reprekteria prekete reprekete para prekete shata prendere prakata roprokotori andara prekete rikria pori andara prekete zakatari andoro prekete secretary beri raprekete bara rabashandara breke sekete rabrada nariandara brekete shataraba sata reke sapatara bashatara sata roko seketeri andara braka shakata raka sakata boriandara brekese rebebebe ria baba baba rebebebe baba ria baba baba